Karibu wandugu wapendwa, tunawatakia ufuataji njema wa taarifa habari katika lugha la Kiswahili. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Hiyo taarifa tuweza kuifungua na kikao kubwa ambao President Felix Tshisekedi aliweza kuhudumia na kuandaa mbele ya viongozi mbalimbali ikiwepo Waziri Mkuu Judith Suminwa pamoja na hata Vital Kamerhe ambao anakuwa presidenti wa baraza la bunge. Viongozi mbalimbali wengine walikuwepo kwa kuweza kuangalia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuate taarifa kwa urefu. Kisa cha kikao hicho ilikuwa ni kuzungumzia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi mbalimbali walihudhuria kwenye kikao hicho, ni sawa vile presidenti wa baraza la bunge Vital Kamerhe, waziri mkuu Judith Suminwa, Sama Lukonde ambao anakuwa kiongozi wa usenato, na hata vile vile Dieudonné Kamuleta ambao anakuwa kiongozi wa katiba kuu ya taifa. Na kikao hicho kiliweza kuendeshwa naye President Felix Tshisekedi. Ni kwa niaba ya Vital Kamerhe aliyechukua masemi akisema ya kwamba kazi ya mikataba ya usalama iliyoanzishwa huko Luanda itaweza kuendelea pamoja na viongozi wa EAC na hao wa SADC kwa kuweza kufikia ukomo wa yale ambayo iliweza kukamatwa mpango na muungano wa Umoja wa Kimataifa kupitia suluhisho ya 2773. President Felix Tshisekedi alipata bahati ya kuweza kushukuru mwenziwe Joao Lourenço wa huko Angola kufuatana na kazi aliyoendesha kwa kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutafuta usalama. President Felix Tshisekedi alitoa ombi kwa viongozi mbalimbali hapa nchini na kuomba wazidishe vita ya kidiplomasia kwa kuweza kuleta usalama hapa nchini. Kuhusu mkutano ulioendeshwa kati yake President Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda huko Doha, Qatar, aliweza kusema ya kwamba mpango huo haulete doa yoyote mbaya kufuatana na yale yaliyopangwa huko Luanda na ambao itaweza kuendeshwa kutokana na viongozi wa EAC na wale wa SADC. Kupitia mpango wa matayarisho wa serikali ya muungano wa taifa ambao unakuwa ukiendeshwa hapa nchini, yeye Vital Kamerhe ambao alitoa masemi alisema ya kwamba kazi inazidi kuendeleza ya uchunguzi na mshauri wa kipekee kazi ya ukingo wa President Felix Tshisekedi akikutana na viongozi mbalimbali kwa kutayarisha serikali hiyo. Lakini shughuli kubwa kwa kuweza kuunda serikali hiyo ni kuweza kuweka wananchi wote pamoja ili tutumike kwa usalama mkubwa na hata ukingo wa mipaka ya nchi letu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliweza kusisitiza Vital Kamerhe. Tukibaki hapa mjini Kinshasa, kufuatana na hali ya kutembea inakuwa vigumu kabisa. Shida hiyo ni kutokana na hali ya hiyo tunaita ambuteyage kwa lugha la Kimombo. Mambo yanakuwa shida kutoka nyumbani na kurudi magharibi, raia wameteseka kabisa. Upande mmoja inasemekana kama ni madereva ndio wanakuwa na shida ya kuharibu hali ya usalama wa kutembelea mjini Kinshasa, lakini upande mwingine madereva wamesema kwamba ni ukosefu wa mabarabara safi. Hiyo inakuwa ni shida ambao viongozi inabidi kabisa kujitahidi kwa kuangalia kindani. Tutoke mjini Kinshasa na tujelekeze huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao mjini Beni inasemekana vile vile kunakuwa shida kubwa kutokana na ukosefu wa umeme na hata hali ya mabarabara inakuwa mbovu kabisa. Jambo hilo linasikitisha raia na hata zaidi viongozi wanakuwa wakipiganisha kuleta jibu kamilifu, lakini hakuja kuwa msimamo wowote kutokana na hiyo inaonekana kwamba raia wamezidi kulalamika na hata liwali wa mpya ambao aliweza kuwekwa hapa karibuni huko mjini Beni ataweza kutoa yale yanastahili kutokana na malalamiko hayo ya raia upande wa Beni.
Tutoke mjini Beni, huko ni Kivu ya Kaskazini, na tujelekeze upande wa Ituri ambao inasemekana kwamba hali ya ugonjwa wa magonjwa ya kifua inaleta sofu kabisa kwa wanamemba wengi, kwa sababu wagonjwa hao wamekosa vifaa na dawa kawaida. Hiyo inakuwa masemi ya kiongozi wa teritori ambao alileta malalamiko na kusema kwamba dawa imekosekana, na upungufu mkubwa huo umeleta shida, kwa sababu ukosefu wa dawa utaweza kuleta tatizo zaidi kwa raia. Tutaweza kufuata taarifa kwa urefu katika kipindi hiki. Ugonjwa wa kifua kikuu unakuwa na shida huko katika maeneo ya Nyanya jimboni Ituri. Ajali hiyo ya ukosefu wa dawa iliweza kutolewa na viongozi wa afya katika sehemu hiyo, wakisema kwamba akiba ya dawa ya kutunza kifua kikuu ama tuberculosis kadiri inavyoitwa kwa lugha la Kimombo imepunguka kabisa, na hiyo iliweza kusomekana kutokana na siku kuu ya kupinga ugonjwa huu wa kifua kikuu uliweza kusherekewa tarehe 24 mwezi huu. Viongozi katika maeneo ya Nyanya huko Ituri wameomba kabisa serikali kujitahidi na kuweza kuleta dawa ya zaidi, kwa sababu hali hiyo itaweza kusababisha ukosefu wa matunzo bora kwenye wagonjwa hao. Mtaweza kujua kwamba DRC inakuwa nchi ya pili barani Afrika na nchi ya 8 duniani ambao kunaonekana sehemu kubwa wingi wa watu wenye kugonjwa kifua kikuu. Tubaki tu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo tujelekeze katika jimbo la Chopo, ni katika maeneo ya Opala. Huko kuliweza kutokea ajali. Ajali hiyo ni kutokana na msiba wa mashua ambao uliweza kumwagika, na watu hawakuweza kufariki hako, lakini inasemekana kama vifaa vingi viliweza kupotea ndani ya maji, ikiwezekana karibu zaidi ya saki 800 ya mchele na vifaa vingine viliweza kupotea. Taarifa katika kipindi hiki itaweza kutuletea mafafanuo zaidi kutokana na ajali hayo huko upande wa Chopo. Ni huko jimboni Chopo katika sehemu ya Opala ndio kuliweza kusababishwa ajali hiyo ya kumwagika kwa mashua, ambao watu waliweza kuponywa kwa ajili ya wavuvi ambao walikuwa kando kando, lakini vitu vingi viliweza kupotea, ni sawa vile karibu saki 800 ya mchele ya wafanyabiashara. Ajali hiyo imeogopesha viongozi wa sehemu hiyo, wakiona kwamba itaweza kusababisha upungufu wa chakula katika maeneo hayo. Inasemekana kwamba kumwagika kwa mashua hiyo ni kutokutii watu ambao wanakuwa wakijaza mizigo kupitia nguvu na uwezo wa mashua, na tena zaidi mashua ilikuwa katika hali mbovu. Hiyo inakuwa jitihada ya viongozi kuweza kujitahidi kwa kurekebisha sekta hiyo ya mashua mbalimbali ambayo inakuwa ikisababisha hata vifo vya watu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla tumalizie taarifa hii na habari ya kifo ya mwanamuziki, tuzungumzie kwanza hali ya michezo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao machui ya hapa Kongo iliweza kupiga bao 2-0 hiyo Morabituni wa Mauritania. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa raia wengi hapa nchini, kwa sababu njia imefunguka kwa kwenda kutiana mitiano ya hiyo michezo ya kandanda ulimwenguni mwaka wa 2026. Dakika 3 baadaye kuingilia michezo, Charles Pikele akatia bao la kwanza la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi cha pili kwa dakika 83, Fiston Mayele akapiga bao la pili na ni 2-0. Ndio ilikuwa mwisho wa michezo hiyo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Mauritania. Kupitia ushindi huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baina ya Mauritania, DRC imekuwa kupitia ushindi huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka nchi yetu kuwa kwa nafasi ya kwanza na pointi 13 zaidi ya Sudan ambayo iliweza kutoka sare 1-1 na Sudan ya Kusini, na hiyo imeweka Sudan
Sudan kwa nafasi ya pili na pointi 11 na hata Senegal inakuwa ya tatu na pointi 10. Nchi nyingine sawa vile Togo imekuwa ya 4 na pointi 4 pamoja na ya mwisho Sudan ya Kusini ambao inakuwa na pointi 3. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na nafasi nzuri kabisa kuweza kujitayarisha kwa mitihano ya michezo ya kandanda. Hiyo itaweza kufanyika katika mwaka wa 2026 duniani. Wandugu, hiyo ni habari ya kifo. Kweli ni huzuni upande wa Beni huko, ambao mwanamuziki huyo Delcato aliweza kupelekwa kwa mahali yake ya mwisho. Hiyo ilileta sikitiko kubwa kwa raia, lakini kuliweza kutokea vurugo ambao watu wawili waliweza kupoteza vile maisha yao na wengine kujeruhiwa, lakini haijulikane nini litokea kutokana na mzozo huo. Viongozi wamezidi kuleta mafafanuo kubwa kwa sababu inaonekana kwamba kulikuwa mizongano kati ya vikundi ya vijana ambao walipenda kumulilia mwanamuziki huyu. Yeye alikuwa mwenye kutoa mafasirio nzuri kutokana na hali ya ushindi, usalama na hata hali ya watu kujibeba kwa kuweza kuleta ukingo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo Edengo Delcato amekwenda katika safari yake ya mwisho, lakini sisi ambao tumebaki duniani tutabaki kufuata mwanamuziki wake kwa kuleta habari tena ya kumkumbuka kila siku na kila mara. Kwa hiyo ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha habari. Tunashukuru kwa wote ambao wanatufuata kwa leo. Mzidi kubaki kufuata televisheni hiyo ambayo inakuwa Misha P Voice Television, inawaletea taarifa kemkemu kila siku. Mtaweza kutufuata hapo. Tunawashukuru na kuwatakia kwa heri. Alamsiki.